Lakini Mariamu akayachukua maneno hayo na kuyahifadhi moyoni mwake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa mgonjwa sana. Na katika kuugua kwake, baadhi ya jamaa zake walimwacha, walimtupa. Walipoona kwamba anakaribia kufa, mmoja wa wajukuu zake ambaye alikuwa mmoja wa wale waliomtelekeza akaenda kumjulia hali. Pamoja na kuugua kwake, yule mzee alijitutumua akageukia ukutani. Kitendo cha mtu kumpa mtu kisogo sio kitendo chepesi, na mtu yote mwenye akili timamu kitamhangaisha. Kama mwanadamu akikupa kisogo, utaumia, utahangaika. Lakini hebu piga hatua, ujiulize, hivi Mungu akikupa kisogo itakuwaje? Mungu akikupa kisogo, manake amekukataa, amekutupa, amekutelekeza, amekulaani. Na nadhani watu hatupendi wala hatutamani kulaaniwa. Tunatamani kukubalika, tunatamani kupendwa, tunatamani kubarikiwa. Na baraka ni kitu kizito sana katika maisha ya mwanadamu. Leo katika somo la kwanza tumesikia agizo alilopewa Musa juu ya Haruni na watoto wake. Ameambiwa amfundishe Haruni jinsi atakavyowabariki watu wa Mungu, jinsi atakavyowapatia neema, faraja na ulinzi wa Mungu. Na neno zito katika ule mtiririko wa baraka ni hili: Bwana akuelekeze uso wake na akujalie amani. Hicho ndicho kiini cha baraka. Kuelekezewa uso na kupewa amani ni kupata kibali machoni kwa Mungu. Sasa sisi leo tumekusanyika hapa kutazama safari tuliyofanya katika mwaka wa 2025, mwaka wa jubilei, mwaka wa neema, mwaka wa baraka, lakini pia mwaka wa changamoto.
walau kwetu kama Watanzania. Sasa haidhuru tumepitia changamoto zipi, lakini tunayo mengi ambayo Mungu ametukirimu. Mungu ametufadhili bila mastahili yetu, na kwa sababu hiyo tunatambua kwamba tumebarikiwa, tumeelekezewa uso wa Mungu. Mungu hakutupiga kisogo, tumezawadiwa huruma ya Mungu. Na ndio maana tunapoelekea kuhitimisha huu mwaka unaoyoyoma, tunapenda kumshukuru Mungu. Tumshukuru kwa zawadi ya uhai, tumshukuru kwa zawadi ya baraka alizotujalia katika majukumu yetu, katika uwajibikaji wetu, katika familia zetu, mahali petu pa kazi na katika mapito yetu. Kama tumeweza kuwa hapa jioni hii, ni kwa sababu Mungu ametubariki. Na naamini mmekuja hapa leo sio kumsikia askofu mkuu atasema nini. Napenda kuamini kwamba mmekuja kumshukuru Mungu, na namuomba Mungu aipokee shukrani ya kila mmoja wenu. Lakini sio hiyo tu, tunaposhukuru, na ndivyo wanavyosema Waswahili, kushukuru ni kuomba tena. Tunaposhukuru tunatambua wazi kwamba tunaenda kuanza mwaka mwingine, mwaka wa 2026. Hatujui siri zake, hatujui changamoto zake, hatujui majukumu yake, lakini tuna hakika ya kitu kimoja: Mungu yupo. Basi tuthubutu kujiaminisha kwa Mungu, tuthubutu kujikabidhi kwa Mungu, na tuthubutu kumwomba Mungu awe baraka, kinga na nguvu yetu. Tuthubutu kumwomba Mungu sio tu kwa ajili yetu sisi wenyewe. Sali kwa ajili yako wewe mwenyewe tu, utakuwa binafsi. Sali kwa ajili ya wengine. Waombee watu wote, waombee hata wale waasimu wako, kwa sababu Bwana Yesu ametupa agizo hili la pekee kabisa: wapendeni hata maadui zenu. Usipompenda adui yako, huwezi kusema wewe ni Mkristo, na usipompenda adui yako, huwezi kusema wewe ni mfuasi wa Kristo. Kwa kuwa Kristo aliwapenda na kuwasamehe hata wale waliomdhalilisha, wale waliomtesa, wale waliomuua kifo cha aibu. Kwa hiyo mwaliko wangu kwenu ni huu: pamoja na kutambua kwamba huyu na yule mtakuwa na maasimu wenu, watu ambao mnadhani wamewatendea sivyo, lakini waombeeni.
Waombeni kusudi Mungu aangaze akili zao, aangaze mioyo yao, wapate kuutambua ukweli wake na wamwongokee. Hatuwaombei ili watopee kwenye uovu, tunawaombea ili wamwongokee Mungu. Zaidi ya hayo, tunapomwomba Mungu kwa mwaka ulio mbele yetu, tunamwomba atupe neema na nguvu ya kuyatenda mapenzi yake, ya kulisikia neno lake na kulishuhudia katika maisha yetu. Katika somo la Injili tulilosikia, tumesikia mambo mazito. Tumesikia habari juu ya mtoto Yesu, mtoto aliyezaliwa katika unyonge, katika umaskini. Kwa maneno mengine, mtoto ambaye pamoja na hadhi yake ya kimungu amejishusha akawa mdogo kuliko wote, akawa mdogo kuliko mwanadamu yeyote, kusudi sisi atuinue. Huyu tuliyesikia habari zake, Maria na Yosefu walipashwa habari zake, na mtashangaa waliopeleka habari nao ni watu wanyonge, watu dhaifu, wachungaji. Na katika jamii ya Kiyahudi ya zamani, mchungaji alikuwa mtu wa mwisho, mtu hovyo, mtu wa kudharauliwa. Bwana Yesu amependa kujidhihirisha kwanza kwa wale waliodhaniwa kuwa ni wa mwisho. Alipenda kujitoa kwa wale waliodhaniwa kwamba ni watu baki, akawapa hadhi ya kuwa mashahidi wake wa kwanza. Hao ndio wamempa Maria na Yosefu habari walizopewa na malaika, na hao ndio wanatupa pia sisi habari za malaika. Sasa fundisho kubwa tunalopata au mafundisho tunayopata kwenye somo hilo ni haya. Fundisho la kwanza tunalipata kutoka kwa Mama Maria. Maria ni makini katika kusikiliza neno la Mungu. Tangu alipopashwa habari kwamba atakuwa mama wa Mungu, amesikiliza kwa makini, akauliza maswali na akatoa jibu. Mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kauli hiyo imetustahilisha Mwokozi. Kibali hicho cha Maria kimetupatia mwana wa Mungu. Lakini hakuishia hapo. Ameendelea kumtazama mtoto wake kwa umakini, kumsikiliza na kuwasikiliza wengine waliokuwa na neno la kutoa kumhusu huyu mtoto, na akahifadhi yote moyoni mwake. Ewe mwana Dar es Salaam, moyoni mwako unahifadhi nini? Ewe mwana Dar es Salaam, je, uko makini katika kulisikiliza neno la Mungu, katika kulisoma neno la Mungu,
katika kulitafakari na kulihifadhi moyoni na akilini mwako? Ninachelea kusema Wakristo wengi sio makini katika kusoma neno la Mungu. Wakristo wengi tunajiruhusu kusakamwa na utapiamlo, utapia neno. Sasa mwaliko wangu kwako, unapoenda kuanza mwaka wa 2026, jiwekee malengo mazuri, jiwekee malengo mema, jiwekee malengo safi, lakini pia jiwekee utaratibu wa kusoma, wa kutafakari na kuongozwa na neno la Mungu. Na ukifanya hivyo, utakuwa mtu wa porojo porojo, utakuwa mtu wa lele mama, utakuwa kweli mtu mwadilifu wa Mungu. Na nikualike, usiogope kuwa mwadilifu, usiogope kuwa mkweli, usiogope kumcha Mungu. Huo ndio wito wako, mche Mungu wako. Fundisho la pili kutoka somo la Injili ni hili: Mwana wa Mungu aliyejishusha akatoa mwili akawa Mungu pamoja nasi, amekubali kuchukua hatua za kibinadamu. Alikubali kukua kama mtoto, akaongezeka katika hekima. Huyu mwana wa Mungu aliyejishusha akakubali kuchukua hatua kama za mwanadamu, amekuwa, akaongezeka katika hekima, katika wema, katika utakatifu, akampendeza Mungu na wanadamu. Huyu amepitishwa katika sheria za kibinadamu. Ndio maana mmesikia kwamba ilipofika siku ya 8 alipelekwa hekaluni kutahiriwa na kupewa jina. Sasa kutahiriwa kwa Wayahudi ni kuingizwa katika taifa la Mungu. Sisi tunaingizwa katika taifa la Mungu kwa njia ya ubatizo. Ubatizo ambao unatuingiza katika fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Sasa huyu aliyeingizwa katika familia ya Kiyahudi amepewa jina, jina lililotamkwa na malaika kabla hajatungwa mimba. Ataitwa Yesu, na jina Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Jina Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Tumwombe Yesu ambaye ni Mungu pamoja nasi, ambaye ni Mungu anayeokoa, awe nasi, awe baraka yetu, awe nguvu na tegemeo letu katika mwaka ambao amependa kutujalia kwenda kuanza. Amani ya Kristo iwe nanyi.